Bismillahi rrahmani rrahim. Ahibai lmushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jamian. Halqa ya leo tutazungumzia kuhusu habari ambayo kwamba imeenea katika mitandao kwenye Facebook na kwenye YouTube, na habari yenyewe ni habari ya Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Habari yenyewe inasema kwamba rais kama huyu amekataa kuweko kwa sheria ya Kiislamu katika nchi yake, na kisha akawaambia kwamba wale wanafunzi waliokwenda nchi za nje, waliokwenda Egypt, waliokwenda Madina, walioko Riyadh, ambao wanasomea shari'atul islamia, warudi na wawachane na kusoma hizo shari'atul islamia, bali wajifundishe kazi ambazo kwamba zitaendeleza nchi yao ya Burkina Faso. Video kama hii nimeitengeneza ili nimpongeze Ibrahim Traore kwa maneno aloyasema, kwamba maneno yake ni maneno ambayo kwamba yako sawa, na alivyoamua uamuzi huo ni uamuzi wa sawa, kwa sababu wengi wetu kama wanavodai kwamba shari'atul islamia ni kudai kwamba ni shari'atul islamia, lakini wallahi billahi siyo shari'atul islamia, bali ni shari'atu iblisia, ni sheria ya kiiblisi, kwa sababu jambo lolote linalopingana na Qur'ani hilo linatoka kwa shetani, na shetani mwenyewe ameshahidi kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim. Iblisi anatoa ahadi kwamba la aq'udanna lahum, nitawakalia katika ile njia yako ya sawa. Njia ya sawa ni ipi? Ni ile alosema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Siratul mustaqim yani ni Qur'an, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na aliposema Iblisi la aq'udanna lahum sirataka almustaqima, yani nitawakalia katika njia, yani kumaanisha kwamba hiyo kicho kitabu chako ambacho kwamba umekileta kwamba ni hudan lilmuttaqin, basi mimi watajitenga nao hao viumbe ambao kwamba ulowaletea. Hii ni ahadi ya sheitani, ya Iblisi, kwamba atakuwa ni mwenye kutupoteza na kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani tutakuwa hatukitambui kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali tunakuwa tunatambua maneno ambayo kwamba sio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unaposikia shari'atul islamia, sheria za Kiislamu, si sheria za Kiislamu, si sheria zinazotoka ndani ya Qur'ani, la abadan, ni sheria ambayo kwamba ni maneno ya mwanadamu, na dini tunavyojua ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Dini ni qala Allah, hiyo ndio dini. Lakini inapokuja qala fulan wa qala fulan, hiyo sio dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ala lillahi dinul khalis. Mwenyezi Mungu hana mshirika katika dini. Dini ni itoke kwenye Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio kwenye vitabu vingine. Lakini hii tunayoita kwamba ni shari'atul islamia, sheria ya Kiislamu, 90% na sio kwamba inatoka kwenye Qur'ani, bali inatoka kwenye vitabu vingine, na kama tutakavyoona. Kwa hivyo pongezi tena tunatoa kwa rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa kukataa kwamba kuwepo kwa sheria ya Kiislamu katika nchi yake,
na kisha kuwa wanasihi wale walokwenda kusomea shariatul islamia katika nchi za Kiislamu warudi zao wajifundishe kazi ambazo kwamba zitaendeleza nchi yao. Twampongeza kwa maneno kama hayo, maneno ya hikma na maneno ambayo kwamba yamelingana na Qur'an na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halqa ya leo nataka kukuonesha kwamba hizo sheria ambazo kwamba wanapanga kuziweka ni sheria gani, na kisha tuone kwamba je, ni kweli zinapingana na Qur'ani ama hazipingani na Qur'ani. Tunataka tuone, kwa sababu wameamua kwa wataka kuweka sheria za Kiislamu. Je, sheria za Kiislamu ni zipi? Tuone. Nimekuandalia kama sheria 6 ambazo kwamba ni uchache, lakini hii ni kuonesha kwamba picha hakuna shariatul islamia. Unaposikia shariatul islamia, hakuna shariatul islamia, bali ni shariatu basharia za mwanadamu ambaye kwamba ameingiliwa. Alqa shaitanu fi umniyatihim, shaitani wameingia katika fikra zao na katika akili zao, wakati wa wasiwasi wakawa ni wenye kusema maneno kuyanasibisha kwa dini na wala sio dini. Lau kutakuweko na sheria ya Kiislamu nchi ya Burkina Faso ama nchi nyingine yoyote, waseme kwamba tunataka kuweka sheria ya Kiislamu, jambo la kwanza ni kwamba hakuna dini yoyote ambayo ni dini ya haki isipokuwa dini ambayo kwamba anayemfuata Mtume Muhammad alayhi salam. Hilo ndiyo jambo la kwanza. Yani dini zote ni batil, lakini yule anayemfuata Mtume Muhammad ambao tunadai kwamba ni dini ya Kiislamu, na hawa wote ni Waislamu, lakini sisi tunadai kwamba sisi tunaofuata Qur'an, tunaofuata Mtume Muhammad ndio Waislamu, na tunadai kwamba sisi na kuitakidi kwamba sisi ndio tulio kwenye haki na wengine wote Mayahudi na Manaswara ni batil, yani wako kwenye upotevu. Hivyo ndio tunavodai, na hivyo ndivyo wanavyoitakidi wanaodai kwamba wao ni Waislamu, na ili hali sote ni Waislamu. Yahudi ni Muislamu, Naswara ni Muislamu, na ummatul Qur'an hawa wote ni Waislamu. Na nimezungumzia kuhusu Uislamu ni nini katika halka zilizopita, na maana ya dini ni nini, na maana ya mila ni nini. Vitu vyote hivi ni vitu tofauti vitatu, nimezungumzia katika halka za nyuma. Kwa hivyo jambo la kwanza ni hilo, ni kwamba itakuwa hakuna dini ilo bora, hakuna dini inayotambulika isipokuwa ni dini yule alomfuata Mtume Muhammad, yani wale ahlul Qur'an, yani kumaanisha ahlul Qur'ani, yani wale wanaomfuata, yani ummati Muhammad. Lakini tuangalie, je, itikadi kama hizi, na itikadi kama hii imeletwa katika mpaka kwenye riwaya kwamba alofuata, anayefuata Mtume Muhammad hao ndio wako sawa, mu'minin, lakini nyingine hao ni makufar, yani Mayahudi na Manaswara ni makufar, makafiri, lakini ummatu Muhammad anayefuata Qur'ani hao ni Waislamu na ni waumini. Na ndio kama ilivyokuja katika riwaya ambayo ni riwaya batil inayosema kwamba yauma alqiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu wale wote, Waislamu nikimaanisha ummatu Muhammad, kwamba wote walio na madhambi mfano wa majabali yatatukuliwa madhambi yao, kisha wapewe Mayahudi na Manaswara. Yani jambo la kushangaza, yani wewe ulio katika ummatu Muhammad udhulumu, uwe ule mali ya mayatima, ufanye mambo yaliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha yauma alqiyama haya madhambi yako yapewe Yahudi ama Naswara ambaye maskini hajamfanyia kosa lolote mwanadamu mwenzake, wala hajadhulumu kitu chochote kwa mtu. Yaingia wapi akilini maneno kama haya? Lakini hii ni itikadi iliyoko katika vitabu vyetu vya turathi, ambao kwamba ni itikadi mbovu, kudai kwamba sote, yani ummatu Muhammad ni umma ambao kwamba ulioko sawa, na ummatu Taurati na ummatu Injili hawa wote ni makafiri, ni wa motoni.
Hizo ndio itikadi tunazodai, na hiyo ndio ikija Shariatul Islamia inakuja na jambo kama hilo. Lakini tuangalie jambo kama hili liko sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'an katika suratul Maida aya ya 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhajan, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia likulli, yani kila mmoja wenu, likulli ummatin, kila umma. Mwenyezi Mungu anasema likulli ja'alna minkum shir'atan, likulli yani ummatu Taurat, ummatu Injil na ummatu Qur'an. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhajan, nimewajalia nyinyi kifungu katika sheria, wa minhajan na mwenendo. Kila mmoja wenu Mwenyezi Mungu ameweka kifungu cha sheria na mwenendo. Kila umma, ummatu Taurat, ummatu Injil, ummatu Qur'an, wote hawa Mwenyezi Mungu amewapa shir'atan wa minhaja. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ummatu Taurat amewaamrisha waswali kama alivyoamrisha ummatul Injili waswali, kama alivyoamrisha ummatul Qur'ani waswali. Wote hawa Mwenyezi Mungu amewaamrisha waswali, lakini kila mmoja wa minhajan, kila mmoja ana namna yake ya kuswali Mwenyezi Mungu alomwamrisha. Tofauti ni mila, lakini katika dini ni kitu kimoja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye saumu pia Mwenyezi Mungu atuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Kwa hivyo ummatu Taurati, ummatul Injili, Mwenyezi Mungu amewaamrisha kufunga kama alivyotuamrisha sisi kufunga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha ummatu Taurat, ummatul Injil, ummatul Qur'an, wote hawa wafanye manasikil haji wote. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake kwamba likulli ummatin ja'alna mansakan. Mwenyezi Mungu kila umma, yani ummatu Taurat, ummatul Injil na ummatul Qur'an, likulli ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi alayhi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema likulli, yani kila umma amewajalia wako na manasikil haji, liyadhkuru isma Allahi, ili wapate kumtaja Mwenyezi Mungu, ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Fa ilahukum, Mwenyezi Mungu asema fa ilahukum ilahun wahidun, nyote mola wenu ni mola huyu mmoja, mola wenu ni mmoja. Falahu aslimu, Mwenyezi Mungu asema falahu, kwake yeye, yani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, aslimu, tuwe ni wenye kujisalimisha. Kwa hivyo mola wetu ni mmoja na dini ni moja, lakini mila tumetofautiana, na qibla Mwenyezi Mungu kila mmoja amemweka, amempatia kibla chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akatuambia ndani ya kitabu chake walikulli wijhatun huwa muwalliha, walikulli, kila mmoja yuko na sehemu anaelekea wakati wa kuswali. Kwa hivyo utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua kwamba kuna millatu kuna ummatul Qur'an, ummatul Injil na ummatul Taurat. Mila tatu hizi zote ama umma mitatu yote hiyo Mwenyezi Mungu anaitambua. Mwenyezi Mungu anasema likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan. Mwenyezi Mungu anasema lao ningetaka ningefanya uwe ni umma mmoja, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Kwa hivyo wewe leo wapingana na mashiatullah, ujue wewe unaposema kwamba ummatul Taurat na ummatul Injili ni wa makafiri, ujue unapingana na mashiatullah. Mwenyezi Mungu ametaka kuweko na ummatul Taurat na ummatul Injil na ummatul Quran ila qiyami saa, ila qiyami saa. Sio kwamba ummatul Quran na ummatul Taurat baada ya kuja Mtume Muhammad kuisha, la abadan. Hayo maneno ni maneno ya kutoka kwako wewe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watara kulla ummatin jathia kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kila umma utaitwa kwa kitabu chake, ummatul Quran, ummatul Taurat, ummatul Injil. Kwa hivyo hili ndio jambo la kwanza kwamba
lau kutakuwa na sheria ya Kiislamu, basi itakuwa hakuna dini yoyote inayotambulika. Dini ya haki ni dini ya Kiislamu ya ummatu Muhammad, na hivyo ni makosa na ni kinyume cha mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anazitambua mila zote tatu: ummatul Taurat, ummatul Injil na ummatul Quran. Hiyo ndiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, lau kutakuwa na sheria ya Kiislamu, basi itakuwa hakuruhusiwi nyumba yoyote ya kuabudu isipokuwa ni nyumba ambayo kwamba ya ummatul Muhammad wanaokuwa kiabudu, ambao tunaita msikiti, kwa sababu ndani ya vitabu vya fiqhi tunafundishwa katika sharia ambao wanadai kwamba ni sharia ya Kiislamu. Sikiza wanasema nini: ajma al-ulama, wamekusanyika, yani ajma al-ulama, yani wanazuoni wote wamekubaliana. Na wallahi ni urongo, hakuna ajma al-ulama abadan, hakuna. Lakini wanakwambia ajma al-ulama, yani wanavyoni wote wamekubaliana. Kubalia nini? Ala ujubi hadmi al-kanais, kwamba ni lazima kuvunjwa makanisa, wa ghairuha, na menginevyo, nyumba nyinginezo, min al-maabid al-kufriya, katika majumba ya kuabudiwa ya kikafiri. Sikiza, mpaka wanaita majumba ya mila zingine ni majumba ya kikafiri. Yani sheria inasema kwamba ni lazima kuvunjwe makanisa idha hadatha fi ardhi al-islam, inapotuka, yani yanapokuwa yamejengwa katika nchi za Kiislamu. Sasa angalia kwamba sheria inasema kwamba hakufai kuwe na kanisa katika nchi yoyote ya Kiislamu. Hii ni sheria ya kutoka kwa mwanadamu, sio kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua nyumba zote. Mwenyezi Mungu analitambua kanisa, analitambua sinagogi, anatambua misikiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hajj aya ya 40, Mwenyezi Mungu anasema walau la daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimatis sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kathiran. Mwenyezi Mungu anaturadia nyumba zote hizi ambazo kwamba anasema nyumba kama hizi anaabudiwa Mwenyezi Mungu na kutajwa Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazitambua nyumba zote hizi ambazo kwamba ni nyumba za ummatul Taurat na ummatul Injili, na sisi ambao kwamba ni ummatul Quran. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazitambua nyumba kama hizi ili ziwe zenye kuhifadhiwa. Lakini leo tuambiwa kwamba kuna sheria inasema kwamba kuvunjwe majumba yote ambayo kwamba sio misikiti ya kuabudu, ambao ni kinyume na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine ambalo kwamba lau kutawekwa sheria ya Kiislamu, basi kutaambiwa kwamba man badala dinahu faqtuluhu, hufai kubadilisha dini. Ikiwa wewe, kama tunavyojua Burkina Faso asilimia karibu 80 ama zaidi ni Waislamu. Kwa hivyo lau kutawekwa sheria alafu Muislamu ama Waislamu wawe wanataka kutoka katika Uislamu kuingia katika Ukristo ama kuingia katika dini nyingine, basi sheria inasema kwamba wauliwe. Na hii ni riwaya ambayo kwamba iliyoko katika vitabu vyetu vya turathi, man badala dinahu faqtuluhu, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia faman shaa falyumin, mwenye kutaka aamini na yule mwenye kutaka akufuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo ndo anavyosema, yule anayetaka aamini na yule ndo anayetaka akufuru. Mwenyezi Mungu hakulazimishi, amekupa uhuru Mwenyezi Mungu katika ibada. Lakini lau kutakuwa na sharia za Kiislamu, hakuna uhuru katika ibada abadan. Yani imekuwa dini ya Kiislamu, ukiingia katika dini, ukitoka wauliwa. Yani imekuwa dini ya Kiislamu ni kama dini ya kimafia. Maanake ukiwa mafia, ukiwa kwenye grupu la mafia, huwezi kusema watoka, ni ima ujiue ama uliwe, watakuwa. Yani imekuwa na dini na mfano hivyo hivyo, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa uhuru wa kuabudu. Amempa uhuru mwanadamu wa kuabudu, mwenye kuwa muhimu usimdhuru yoyote, lakini umepewa uhuru wa kuabudu. Hesabu yako ni kesho yaumul qiyama. Kwa hivyo kutakuja kuwa na mambo kama hayo. Jambo la 4 ni kwamba kutakuwa na mafunzo ya pedophile. Mafunzo ya pedophile. Mafunzo gani?
kwamba wafaa kumuoa msichana aliyo mdogo, kama ilivyokuja kwenye riwaya. Wataiweka hii riwaya kwamba Nana Aisha aliolewa akiwa na umri wa miaka 6 na Mtume Muhammad akamwingilia na umri wa miaka 9. Haya ndio mafunzo yatakayofundishwa, kwamba mtoto wa miaka 9 yuaingiliwa, yani waweza ukamuoa ukamwingilia. Ambapo angalia mafunzo kama haya yasema nini kwenye kitabu cha Ibn Hajar al-Asqalani katika sharh fi Sahih al-Bukhari, yani kitabu cha Fathul Bari, kwenye mlango kitabu nikah, yasema waqala Ibn Battal. Ufungua kwenye mlango huu utasikia, sikiza haya maneno, waqala Ibn Battal, yani akasema huyo Ibn Battal, yajuzu tazwija saghira bil kabir, inafaa mdogo kuolewa na mtu mkubwa. Yani msichana anafaa kuolewa na mtu mkubwa. Kisha endelea asema ijma'an, yani wanavyoni wote wamekubaliana. Urongo, hakuna waliokubaliana. Walau kanat fil mahdi, kisha sikiza hapa, sio kwamba awe ni mdogo tu, la, walau kanat fil mahdi, yani hata kama yanyonya, ni mchanga yanyonya, waweza ukamuoa. Kisha wasema lakinahu la yumakkinu minha hatta tasluhu lilwata, lakini hata muingilia mpaka awe anastahamili kule kuingiliwa. Yani awe hata ana miaka 6 7, ikiwa ataweza kustahamili hakuna neno, atamuingilia, kwa sababu hawakuweka miaka, la, wasema mpaka atakapoweza hatamuingilia, mpaka atakapoweza, yani atakuwa anastahamili kule kuingiliwa. Hii ndiyo hali itakayokuwa, hii ndiyo hali itakayokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake anatuambia wabtalul yatama hatta idha balaghu nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha, yani kuhusu, anazungumzia kuhusu yatima, lakini wakati wa kuoa ni wakati gani? Fa in anastum minhum rushdan, ni wakati anapokuwa balighur rashid, yuko na akili yake, yuko na ufahamu, ambapo huo ni umri wa miaka 18 19 kuendelea juu, lakini sio kwamba mtoto mdogo yaozeshwa, la, abadan. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa wa laysa alqasirat. Anapozungumzia Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu masala ya talaka ndani ya Qur'an, ametaja nisaa, na mtoto mdogo si nisaa. Nisaa ni mwanamke ambaye kwamba yuko na akili zake na ufahamu wake, na anajua kila hili ni la sawa, hili ni si la sawa, huyo ndo nisaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumzii kuhusu watoto katika ndoa, abadan. Haya ndio mambo ambayo kwamba yatatokea lau kutawekwa sheria za Kiislamu, mambo ambayo kwamba yako kinyume na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake. Jambo lingine, kutakuja na libasu shar'i, utakuja uambiwe kwamba kuna mavazi shar'i ya sheria, na wallahi billahi, soma Qur'ani kuanzia bismillahi mpaka minal jinnati wan nasi, wallahi hutopata mavazi yoyote, mavazi kwamba kuna mavazi ya dini, abadan, abadan, usidanganywe. Hakuna mavazi ya dini kabisa, bali kuna mavazi ya urfi, ada yetu, desturi yetu, tunavaa hivi, hapo sawa, lakini kusema kuna mavazi ya dini, abadan. Niqab sio mavazi ya dini, hijab sio mavazi ya dini, abaya sio mavazi ya dini, kanzu sio mavazi ya dini, joho sio mavazi ya dini, la, abadan. Mwenyezi Mungu hajatuambia. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an utakuta amezungumzia kitu kimoja tu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekizungumzia. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anatuambia katika suratul Mu'minin aya ya 5, Mwenyezi Mungu anasema nini? Walladhina hum lifurujihim hafidhun, lifurujihim hafidhun, wale ambao kwamba wanazihifadhi tupu zao hazionekani. Lifurujihim, Mwenyezi Mungu anazungumzia tupu. Tupu yako ni uhifadhi isionekanwe, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao na waume zao, au ma malakat aymanuhum, ama wale ambao kwamba
munaoangalia, muliona ahadi, mulofungamana ahadi na wao, ili kuangalia ambao kwamba inaweza kuwa ni wanawake ama ni wanaume ambao kwamba tuwaita wale munaoishi nao ndani ya nyumba, lakini sio katika familia yao, lakini wao umeamua kumwangalia na kumlea na kumsomesha na kumfanyia kila kitu. Hao ndio ni malakat aymanukum, anaweza kuwa ni mume, anaweza kuwa ni mke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo ndio alolisema, lakini hakuna mavazi ya Kiislamu. Lakini lau kutakuja shariatul, utaambiwa kwamba mwanamke ni lazima avae abaya, avae hijab, avae niqab, mpaka na wengine waongeza naye sionekana mikono, avae soksi miguuni. Basi hayo ndio atakayotokea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yanzilu Allahu biha min sultan, hajateremsha lolote hilo katika kitabu chake ambacho Qur'an. Na mambo mengine ambayo kwamba ni ya mwisho, tutaletewa sheria kwamba rajmu lizani, apigwe mawe mzinifu. Hiyo ndizo sheria zilio katika shariatul Islami, yani wazinifu watakapozini, walooa wakazini, wapigwe mawe mpaka kufa. Na maneno kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fungua mswahafu mwanzo mpaka mwisho, hukuti maneno kama hayo, bali utakuta azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Mwenyezi Mungu anazungumzia wale wazinifu ambao ni muhsanati, wapigwe jalda. Hilo ndio alilosema. Na wale ambao kwamba ghairu muhsanati jalda 100, na wale ambao kwamba ghairu muhsanati jalda 50. Basi ndilo alilosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hajasema kupigwa mawe. Hukumu kama hii ni hukumu ya Kiyahudi, yani ya Kiyahudi, sio kwamba inatoka kwenye kitabu cha Taurati cha Mwenyezi Mungu, la, katika vitabu vyao vingine kama vile sisi tulivyonavyo vitabu Sahih Bukhari, Sahih Muslim na vinginevyo. Kwa hivyo hii ni hukumu imetolewa kutoka kwa Mayahudi ikaletwa kwetu sisi, na sisi tukani wenye kuipiga makamama, na unakuta watu wanaitetea hukumu kama hii kwamba ni hukumu ya kweli. Astaghfirullah. Kwa hivyo ndugu Waislamu, na mengi ambayo kwamba lau kutakuwa na sheria ya Kiislamu yani dini itakuwa nzito, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba dini ni nyepesi. Kwa nini? Yote ni kwa sababu hamufuati kitabu cha Mwenyezi Mungu, bali munafuata vitabu vya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay. Mwenyezi Mungu ametuteremsha kitabu, asema tumeteremsha kitabu tibyanan, kimefafanua na kuweka wazi kila kitu, likulli shay, kila kitu, wahudan, na ni uongofu. Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndio ukitaka kuongoka ni ufuate kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala sio vitabu vingine. Wahudan wa rahma, rahma utaipata ndani ya Qur'ani. Ndugu Muislamu, rahma imo ndani ya Qur'an, wala sio kwenye vitabu vingine. Wa bushra lilmuslimin, na ni bishara mzuri kwa wale Waislamu kwa kitabu kama hichi. Ni kitabu cha uongofu, cha kwenye kuongoza, na ni kitabu cha rahma kushinda kuliko vitabu vingine ambavyo sio vitabu vya rahma, ambavyo ni vitabu vya mwanadamu. Kila mtu husema maneno anayoyataka. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tumeona lao kutakuweko na sheria ya Kiislamu, vipi sheitani tunampa nguvu, kwa sababu hizi hukumu zote ama fatwa zote hizo unazosikia zinatoka kwa sheitani, hazitoki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vipi mutakuwa mwanadai kwamba ni sheria za Kiislamu, kumbe sio sheria za Kiislamu? Vipi ghadhabu min Allahi, hasira ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu na laana ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambao kwamba itakuwa ni wenye kuwatanda nyinyi katika mji wenu ama katika nchi yenu. Kwa hivyo aloyafanya ama aloyaamua rais kama huyo Ibrahim Traore ni maneno ambayo kwamba ameshikana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu dini ya Mwenyezi Mungu ni dini imempa kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kitabu ambacho kwamba kimempa kila mmoja uhuru kama tulivyoona. Kwa hivyo pongezi tena kwa Ibrahim Traore, wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.